Unapokwenda hospitalini mara nyingi unatarajia kuambiwa tatizo ulilonalo na kupewa matibabu. Lakini kwa mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 55 nchini Sri Lanka, ziara yake hospitalini iligeuka kuwa ugunduzi ambao hata madaktari waliushangaa. Mwanaume huyo alikuwa amelazwa katika hospitali kuu ya Trincomalee baada ya kupata kiharusi. Wakati akiendelea na matibabu, madaktari waligundua kuwa alikuwa akipata changamoto wakati wa kukojoa. Uchunguzi ulipoanza, ndipo walipokutana na kitu ambacho hawakutarajia. Jiwe kubwa lilikuwa limejificha ndani ya kibofu chake cha mkojo. Lakini hili halikuwa jiwe la kawaida. Lilikuwa na urefu wa takriban sentimita 17 na uzito wa ajabu wa kilo 3.1. Ili kupata picha ya ukubwa wake, madaktari walilifananisha na yai la mbuni na uzito sawa na mtoto anayekaribia kuzaliwa. Jiwe hilo lilikuwa limejikusanya taratibu ndani ya kibofu na madaktari wanaamini huenda lilikuwa humo kwa kipindi cha kati ya miaka 5 hadi 10. Maana yake ni kwamba kwa miaka kadhaa kitu kilikuwa kinaendelea kukua ndani ya mwili wake bila yeye kujua ukubwa ambacho kingefikia. Madaktari walifanya upasuaji na hatimaye kuliondoa jiwe hilo. Daktari aliyeongoza upasuaji alisema, ukubwa wa jiwe hilo ni wa kipekee sana na huenda likawa miongoni mwa mawe makubwa zaidi ya kibofu kuwahi kuondolewa kwa upasuaji. Kwa mujibu wa kumbukumbu za Guinness World Records, jiwe kubwa la kibofu lililokuwa limerekodiwa hapo awali liliondolewa nchini Brazil mwaka 2003. Lilikuwa na uzito wa kilo 1.9 na urefu wa sentimita 17.9. Lakini hili la Sri Lanka ni kilo 3.1. Hiyo ni tofauti kubwa sana kwa upande wa uzito. Mawe ya kibofu hutokea pale ambapo madini yaliyomo kwenye mkojo yanaganda na kutengeneza chembe ngumu. Mara nyingi hali hii hutokea pale kibofu kinaposhindwa kutoa mkojo wote. Mkojo unapobaki ndani kwa muda, madini yanaweza kujikusanya taratibu na kuanza kutengeneza jiwe. Tatizo ni kwamba mchakato huu unaweza kuchukua muda mrefu. Na katika tukio hili madaktari wanaamini jiwe hilo huenda lilikuwa kwa miaka kadhaa. Kwa sasa mwanaume huyo bado anaendelea na matibabu hospitalini kutokana na matatizo mengine ya kiafya, lakini madaktari wamesema hali yake ni nzuri. Mwili wa binadamu una uwezo wa ajabu wa kutuonyesha kwamba si kila tatizo huonekana kwa mara moja. Wakati mwingine kitu kinaweza kuanza kidogo sana, kikaendelea kukua taratibu na baada ya miaka kikawa kikubwa kuliko mtu angeweza kufikiria. Kwa mwanaume huyu, safari ya hospitalini haikuishia tu kwenye matibabu ya kiharusi. Ilimfanya pia agundue kwamba miaka kadhaa alikuwa amebeba jiwe la kilo 3.1 ndani ya mwili wake. Hii ni ITV, mimi ni Gladness Joseph.